Namna ya kuepukana na magonjwa. Leo tunaongelea kipindi ambacho ni muhimu sana kwa ufugaji na mara wa kuku, na haitakiwi upitwe kipindi hichi. Tunaongelea namna ya kuepukana na magonjwa hatari ya kuku. Kuku ina magonjwa yasiyopungua zaidi ya 5 ambayo ni hatari, na ili uweze kuepukana nayo kuna kanuni lazima uipitie ili uweze kuepukana na ujue kila ugonjwa na dalili zake. Kwa mfano magonjwa hatari ya kuku, kuna mgonjwa ambao ni mbaya sana, unaweza kaua kuku wengi kwa wakati mmoja. Wengine wanaitwa mdondo, wengine wanaitwa Newcastle. Sasa dalili ya Newcastle au mdondo, unapoona kuku wanazo, basi ujue tayari ni dalili hizo. Ni virusi vinavyosababisha, na ugonjwa huu hueneza kwa njia ya hewa. Yaani hewa yenyewe inaweza ikasababisha kuku wako wapate ugonjwa huu. Sasa dalili zake, kuku akishakuwa na ndondo au Newcastle, dalili yake ya kwanza ni kuhalisha choo cha kijani na njano. Yaani ukiona kuku tayari anaanza kuhalisha choo cha kijani na njano, hii ni dalili ya kwanza ya kwamba anaweza akawa na ugonjwa wa Newcastle au mdondo. Lakini dalili ya pili ni kukohoa na kupumua kwa shida. Kuku ana uwezo wa akiwa na ugonjwa anapumua kwa shida na kukohoa. Hii ni dalili mojawapo ya kuku wako anaweza akawa na ugonjwa huu wa mdondo. Lakini dalili tena ya tatu ni kupinda shingo kwa nyuma. Kuku anaanza kupindisha shingo la kuku. Hii ni dalili tena ya pili. Unajua kabisa tayari ni dalili ya kuku wangu ana mdondo au ana Newcastle. Lakini dalili ya nne ni kuficha kichwa katikati ya miguu. Kuku anakuwa na ficha kichwa katikati ya miguu. Hii tena ni dalili tena ya kuku wako ana ugonjwa tena huu. Lakini dalili ya tano ni kukosa hamu ya kula na idadi kubwa ya kuku kufa kwa wingi wakifika sasa kiwango sasa hichi. Sasa kuku wako ukiona wana haya mambo matano, please hakikisha unawapa dawa, na dawa sio ya kuatibu. Ukiwapa dawa hii ya kuatibu Newcastle umewaua kabisa. Lazima uanze dawa kwanza ya antibiotic ile ya kuatibu, lakini baada sasa hapa inatakiwa sasa uwachanje. Sasa kuepuka na huu ugonjwa, chanja Newcastle kwa mpangilio wa wiki ya kwanza. Kama umeanza na vifaranga vya wiki ya kwanza, wiki ya 3 na wiki ya 5. Hiyo ni chanzo cha kwanza cha kuepuka na ugonjwa. Na baada ya hapo wape chanjo hii ya Newcastle kila wiki, kila baada ya miezi 3. Inatakiwa wewe unawapa sasa chanjo ya Newcastle. Ukiwapa chanjo ya Newcastle kila baada ya miezi 3, utakuwa umeepukana na ugonjwa huu ambao kimsingi ni ugonjwa ambao ni mbaya sana na unatesa wafugaji wengi sana. Sasa wengi walikuwa wakipata tatizo la kualisha nini, hawajui kuku wao wana ugonjwa na maana gani. Sasa virusi vyake huambukiza kupitia tena jeraha la mbu. Manake hata mbu wenyewe wanaweza tena wakachangia hii kitu ya ndui. Sasa hapa tumemaliza vidonda vyenye utando wa kahawia kwenye kichwa na kusababisha kuku kukosa hamu ya kula na kunywa maji, na mwisho kuku kufa, kusababisha vifo vingi sana. Sasa kinga, unachanja vifaranga vinapofikisha mwezi mmoja. Vikifikisha tena mwezi mmoja, hakikisha umeshawapa chanjo ya Newcastle mara 2 kwa kutumia chanjo ya Mox. Zuia kuingia kuku wengine kwenye banda. Ukishawapa chanjo, zuia kuingia kuku wengine kwenye banda lako. Sasa hii
Ukifata hizi kanuni hizi tulizoziongea, utakuwa umeweza kukinga kuku wako kuugua na ugonjwa wa Newcastle. Sasa tunaongelea tena ugonjwa tena mwingine ambao ni mbaya sana kwenye ufugaji wa kuku, ugonjwa wa homa ya matumbo. Sasa dalili zake za ugonjwa wa homa ya matumbo, ya kwanza, husababisha kuku kuharisha kinyesi cha njano. Kuku huharisha kinyesi cha njano. Na dalili ya pili, hukosa hamu ya kula. Na dalili ya tatu, kuku kudhoofika na mwisho kufa. Dalili ya nne, kinyesi hushikamana na manyoya. Kinyesi chake kinashikamana na yale manyoya. Sasa hapa tayari unajua kabisa tayari kuku wangu wana ugonjwa na maana huu. Sasa lazima ujue kutofautisha ule ugonjwa ule tulioongelea mwanzo na ugonjwa ambao tunaongelea sasa. Tiba sasa, dawa aina ya antibiotic safe na vitamini kuwapa majani mabichi. Unakuwa umekinga na ugonjwa. Kuongeza vitamini B. Usichanganye kuku waliochanjwa na wasiochanjwa. Pia zingatia usafi wa banda. Sasa ukizingatia usafi wa banda na ukawa unawapa kuku wako mboga zile za majani na vitamini B, utakuwa umewasaidia kuwakinga kuku wako na homa ya matumbo. Sasa tumeongelea dalili sasa ya kuku na dalili mbili za magonjwa mawili, Newcastle na homa ya matumbo. Mafua hutokea na kuku kupatwa bakteria ambao hushambuliwa sana kwa kuku wakubwa. Dalili, kuvimba uso. Kuku unaona anavimba uso. Kutoka kamasi mdomoni. Kuku unaona anaanza kutoka kamasi mdomoni. Hizi ni dalili za mafua. Kukosa hamu ya kula. Kuku akishapata magonjwa haya na akiwa na dalili hizi, moja kwa moja anakosa na hamu ya kula. Mwisho kuku anakufa. Sasa tumeona tena dalili nyingine ya kuku wako wanapoumwa ugonjwa wa mafua. Dawa sasa, antibiotic safe huwapa kuku vitamini na kuwapa mboga za majani. Tumeona mboga za majani na vitamini B ambayo ina uwezo wa kumwongezea vitamini B mwilini, kumsaidia kuku kupambana na dawa hii. Lakini na kuwapa dawa ile antibiotic sleep, hii inaweza ikawasaidia kuku wako kuepukana na ugonjwa huu. Kwa hiyo tumeongelea sasa magonjwa Newcastle ambao ndio ndui, lakini tumeshaongelea homa ya mafua, ya homa ya matumbo na ugonjwa ambao ni mafua. Minyoo. Ugonjwa wa minyoo husumbua sana kuku na mwisho kuku kukosa hamu ya kula. Kuku anakosa tena hamu ya kula. Vipo hutokea. Ni muhimu uwape dawa ya minyoo kila baada ya miezi mitatu. Achana na ile chanjo anasema sijui 3 mara moja eti imetibu magonjwa yote. Zingatia kila baada ya miezi mitatu wape dawa ya Newcastle, wape dawa ya minyoo, wape dawa ya, itawasaidia kuwakinga kuku wako katika hali hii. Vitamini hukusaidia sana kuku kwa kuwakinga na minyoo tena pia. Kila baada ya miezi mitatu unaongezea tena vitamini. Vitamini huoa sana kuku wadogo na husababisha wafugaji kupata hasara. Hii ni tatizo sana, imeenea katika wafugaji. Kwa hiyo lazima uhakikishe unapata taratibu ya chanjo. Ukipata taratibu ya chanjo katika ufugaji huu wa kuku na ukazingatia kanuni na ukajua kabisa kwamba kuku anapoumwa ugonjwa huu dalili zake zinakuwa hizi, ni njia moja sana ya kufuga kibiashara. Ni njia moja sana ya kufuga kibiashara, na mwisho inakuletea mfugaji faida. Ukikosa kufuga katika njia kama hii, kimsingi lazima upate hasara kubwa, kwa sababu mafanikio ya kila kitu yanatokana na kuzijua changamoto na kuzitibu zile changamoto
ndio zinaweza ikakuletea matunda makubwa sana ya ufugaji. Mimi ninaomba ufuge kibiashara ili uweze kufanikiwa, na tumekuja kwa ajili ya kutatua changamoto za wafugaji wale wanaanza ufugaji wa kuku, ili waupende mradi huu na tuwe pamoja katika sekta hii ya mifugo ambayo kimsingi inaweza ikaleta mapinduzi makubwa sana kwa wafugaji wa kuku. Tumeongelea leo magonjwa ambayo kimsingi na jinsi ya kuepukana na magonjwa haya, lakini kingine tena ni chakula ambacho tunachowapa. Kuna vyakula vingine ambavyo tunavyochukua tuseme mashineni yanakuwa yamepigwa sumu nyingi sana, na anapokuwa amepigwa sumu nyingi sana tunapochanganya na vile vyakula vingine, kuku wetu wanapata tatizo la chanzo cha magonjwa. Kwa hiyo kuna dawa ambazo unapoenda madukani za kuchanganyia kuua zile bakteria ya wale kuku, nzuri sana, inaweza ikawasaidia kuku wako na kuepukana na magonjwa ambayo yanaweza yakawasaidia. Please, kama hujapata kitabu cha Umilionea Umejificha Ndani ya Ufugaji Huu wa Kuku, ni kitabu ambacho kinaweza kukusaidia wewe mfugaji ambaye wewe unaanza. Ni kitabu ambacho kina mambo mengi ambayo kimsingi ukikipata, kama hujapata kitabu hichi, kinaweza kikakuepusha na hasara ambazo unaweza ukazipata katika ufugaji. Ni shilingi 6,000 unapata kitabu chako kwa soft copy, na kinatolewa na mwandishi ambao kimsingi ni mfugaji ambaye ni mzoefu wa ufugaji wa kuku. Ni kutoka katika Simon Lameck Bwiko, mwandishi wa vitabu, mwalimu wa mafunzo ya ujasiriamali. Asante sana kwa kusikiliza. Mungu akubariki sana. Tuko pamoja.